mwezi wa kufanya harusi kwa wingi umekurubia. Ndugu zangu, harusi ni ibada. Tukisema harusi ni sunna, sunna yoyote ni ibada kabisa. Ila ibada ile huwa henda ikawa ni ya lazima, henda ikawa ni ya si ya lazima, ni ya umuhimu. Na katika makosa ni kumkosea Mwenyezi Mungu katika ibada. Kuna watu watapeleka posa. Ndio. Posa jamanini, si sunna kudhihirishwa, si sunna kutangazwa, no. Si sunna kualikwa. Leo tutapokea posa, leo tutapokea maneno, leo tutapokea begi, leo tutapokea kadhaa. Si sunna. Ndio. Lakini ruhusa kufanyika. Lakini tuyafanye mambo kwa mujibu inaotaka sharia. Tusitoke wanawake njiani, watoke waimbe nyimbo, wamebeba kishada, wenda kupeleka sijui wapi, wamebeba begi, wamebeba hina, wamebeba koja. Mabwana harusi uteza kirumbizi. Sawa, hatukukatazwa kusherekea kwa mambo ya kiume, lakini kirumbizi ngoma za kiume, we mwanamke hazikuhusu. Wanawake watakuja pale na zigelegele mbele ya wanaume, wamejipamba, wako wazi, ni munkar. Waelewe familia na wana ndoa, any mistake itakao kufanyika katika ndoa, wallahi billahi tallahi itawakost wakiwemo ndani ya ndoa yao. Ndio. Kisha wasije wakasema walihusudiwa. Hawakuhusudiwa. Ni mukhalafa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alitutahadharisha akasemaje, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Okay. Na waogope wale ambao kwamba watakwenda kinyume na maelezo yake, watakhalifu maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima wapate fitna, waishi wako kwenye ndoa hawana raha. Mume akisafiri ndo mke apate amani, mke akaenda kwao ndo mume hufurahia. Ndoa nyingi jamanini, tusione watu wako ndani ya gari moja, lakini kila mmoja atamani apigiwe simu awe amejishughulisha na jambo jingine. Nini mistake waliifanya? Ndio. Siku hizi kuna na kunyoza, yani kunyolewa bwana harusi. Mwanamke upelekwa saluni, lakini wanaume hatuendi. Na mwanamume akiletwa kinyozi, nyi wanawake moja kufanya nini? Kweli, swali nalo. Siku hizi kumekuwa kuna wanaume huwaimbia wanawake. Wakaitwa wanaume, wakaekewa sehemu, wakaimpa wanawake kwa wahuteza. Hawa wanawake hawana mababa, hawana ndugu, hawana waume, hawana familia. Utataje mkeo ende kwenye shughuli, mwanamume huimba na yeye huteza na akenda akamtuza, nikaingia katikati ya dori ama mwanamume yuko katikati amezungukwa. Ndio. Sijui hii dini sisi tuifanyia dhihaka, ati tuwasema kisha ni sherehe za harusi. Zile si sherehe za harusi, sherehe za shetani, kwa sababu harusi asli yake ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikahu ni sunnati. Sasa wewe wamwekea Mtume maasiya, hiyo si harusi, hiyo si harusi, hiyo maasiya. Na ndio kaona hata wanazuoni wamesema katika hadithi, man du'iya ila ursin falyujib, kwamba kuitika harusi ni lazima, lakini wakaeka sharti. Na mara nyingi siku hizi harusi nyingi hazilazimu kuitika. Utakuta ni nadira kupata harusi imenyoka, lakini nyingine zina na makusudi. Nyingine zina makusudi. Mpangilio uliopangwa ni kumkosea Mungu kwenye harusi. Huwezi kupanga ngoma vugo wenye kuimba ni wanaume, wenye kuteza wanawake, ukasema si kawaida. La, yawezekana hukupanga hilo, pangine mwanamke kwenye harusi, kwenye chakula kule nyumbani akaingia mwanamume. Hili laweza kuwa ni by mistake, lakini wewe umepanga sherehe. So ukatafuta paka kuna yule alimba, hebu nipe namba yake. Kuna wale kutoka sijui sehemu gani, kuna kile chama gani, wanaume kuwaimbia wanawake ni haramu, ni haramu, ni haramu. Harusi hiyo la barakallahu fihi, Mungu asiwabarikie wenye kufanya harusi namna hiyo, Mungu asiwape maelewano. Sasa tuitikie amin.
Itikia amin, kwa sababu wanautia dosari Uislamu. Ndio. Wanautia dosari Uislamu. Wanaume kwenda maholi. Ndio. Yatakiwa mashekhe wakimwozesha ule mume wamwambie pale pale, ikiwa ukitoka msikitini wenda holi, Mungu asikupe amani katika harusi yako. Huku ni kumteza shere Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuambia, mtume atuambia, wa atbi'i sayyi'ata alhasana. Ukifanya baya fanya jema. Wewe wafanya jema kisha baya, watoka msikitini kisha waenda kuingia holi. Alafu mimi cha kunishangaza, mimi nilifurahi sana yule Msomale aliyokwenda kumtoa binti yake baada ya mume alipokwenda holini na marafiki zake, akamtukua binti yake akamwambia hakuna tena harusi. Unajua Lukumani, watani ni kitu kimoja. Kuna bwana mmoja wa Shela, Mungu amrahamu.